Nuru ya asubuhi. Hadi mwisho nitaamini. Namshukuru Mungu tena kwa siku ya leo kupata nafasi hii ya kusimama katika jukwaa hili la Zoe TV kwa ajili ya huduma ya neno la Mungu. Kwa majina yangu ninaitwa Mchungaji Musa Elias kutoka Global University Tanzania kama mkuu wa taaluma. Na somo letu ambalo tulilianza jana, ambalo tutaendelea nalo, ni mafanikio ya kweli kwa mwanadamu. Mafanikio ya kweli kwa mwanadamu. Jana tuliangalia maana ya mafanikio na tukaona kuna mafanikio ya aina nyingi kulingana na mtazamo wa mwanadamu na mazingira yake. Na pia tuliona mafanikio kwa mtazamo wa neno la Mungu, kwa mtazamo wa Biblia. Tukaona mafanikio ya mwanadamu yanategemea malengo yake ambayo yanalingana, yanakubaliana na neno la Mungu. Na tulikazia kwamba mafanikio ya kweli ya mwanadamu lazima yajengwe katika uhusiano wake na Mungu. Na tukaona jinsi mwanadamu alivyoanguka, alivyotenda dhambi, hata akatengwa mbali na Mungu. Ingawa aliendelea kuwa na jitihada za kufanikiwa, lakini alifanikiwa kwa mtazamo wake tu na wala si sawasawa na neno la Mungu au mapenzi ya Mungu. Na tulikazia kwamba kurejesha mahusiano yako kupitia Kristo Yesu kunakupa nafasi ya kurudi katika mafanikio ya kimungu. Na leo nataka niendelee tena kupitia andiko letu la waraka wa 3 wa Yohana. Na leo tunataka tuone mtu aliyefanikiwa kimungu anavyotakiwa kuonekana au kuenenda. Na kwa sababu hiyo nitasoma waraka wote wa 3 wa Yohana ili kuweza kuona mifano ya watu waliofanikiwa katika Mungu baada ya kuwa wamekutana na Yesu Kristo. Lakini pia tutaona mfano wa mtu ambaye hakufanikiwa kwa mtazamo wa Mungu na namna anavyokuwa amenenda. Naye ni mtu ambaye alikuwa kanisani. Na nitakwenda kusoma andiko letu la waraka wa 3 wa Yohana, ile mistari 13 ili niweze kuelezea. Na andiko lingine ambalo tulisoma jana ni Timotheo wa kwanza ile sura ya 6 mstari wa 17 na 19. Nao nitausoma, lakini kutakuwa na maneno mengine kutoka katika Biblia kwa kadri Roho Mtakatifu anavyonipa nafasi. Nitaanza kusoma waraka wa Yohana kwa Gayo. Mzee kwa Gayo mpenzi, nimpendaye katika kweli. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kwa kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Maana nalifurahi mno walipokuja ndugu na kushuhudia kweli yako, kama
uendavyo katika kweli. Sina furaha iliyo kuu kuliko hii, kusikia ya kwamba watoto wangu wanakwenda katika kweli. Mpenzi, kazi ile ni ya uaminifu watendeayo hao ndugu na hao wageni nao walio kushuhudia upendo wako mbele ya kanisa. Utafanya vizuri ukiwasafirisha kama ipasavyo kwa Mungu, kwa maana kwa ajili ya jina hilo walitoka wasipokee kitu kwa mataifa. Basi imetupasa sisi kuwakaribisha watu kama hao, ili tuwe watenda kazi pamoja na kweli. Na liliandikia kanisa neno, lakini Diotrephe apendaye kuwa wa kwanza kati yao hakukubali. Kwa hiyo nikija nitayakumbuka matendo yake atendayo, atoavyo upuuzi juu yetu kwa maneno maovu, wala hatoshwi na hayo, ila yeye mwenyewe huwazuia na kuwatoa katika kanisa. Yeye mwenyewe hawakaribishi hao ndugu, na wale watokao kuwakaribisha huwazuia na kuwatoa katika kanisa. Mpenzi, usiige ubaya, bali uige wema. Yeye atendaye mema ni wa Mungu, bali yeye atendaye mabaya hakumwona Mungu. Demetrio ameshuhudiwa na watu wote, tena na ile kweli yenyewe. Nasi pia twawashuhudia, nawe wajue ya kwamba ushuhuda wetu ni kweli. Nalikuwa na mambo mengi ya kukuandikia, lakini sipendi kuandika kwa wino na kalamu. Lakini nataraji kukuona karibu, nasi tutasema uso kwa uso. Amani kwako. Rafiki zetu wa kusalimu, wasalimu nao rafiki zetu, kila mtu kwa jina lake. Amen. Naomba nisome tena maandiko kutoka Timotheo wa kwanza ile sura ya 6 na mstari ule wa 17 mpaka wa 19. Walio matajiri wa ulimwengu wa sasa waagize wasijivune, wala wasitumainie utajiri usio yakini, bali wamtumainie Mungu atupaye vitu vyote kwa wingi, ili tuvitumie kwa furaha. Watende mema, wawe matajiri kwa kutenda mema. Wawe tayari kutoa mali zao, washirikiane na wengine kwa moyo, huku wakijiwekea akiba, iwe msingi mzuri kwa wakati ujao, ili wapate uzima ulio kweli kweli. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya kipindi hiki tena. Asante kwa neema na rehema ambazo umetujalia kwa ajili ya kuwa na jukwaa hili tena, tutoe ujumbe ambao Bwana umetupelekea kama kanisa lako kupitia maandiko yako matakatifu. Roho Mtakatifu, uanze pamoja nami na ukamalize pamoja nami. Kama nilivyotangulia kuzungumza habari ya mafanikio ya kweli kwa mwanadamu, jana nilikazia wokovu wa uhusiano wa mtu na Mungu. Kuokoka ni jambo la msingi na ni hitaji la mwanadamu katika maisha. Ingawa wengi hawawezi kuelewa tunapohubiri maneno ya Mungu tukiongea habari za wokovu, na wengine wako makanisani lakini hawakubali habari za wokovu. Lakini hilo ndilo tatizo la msingi la mwanadamu, na hilo ndio
lilimfanya Yesu Kristo aje avae mwili aishi katikati yetu, ili kutupa mfano na uwezekano kwamba tunaweza tukaokolewa sasa. Na tunazungumzia mafanikio ya kweli ya mwanadamu. Pasipo kurejesha mahusiano yetu na Mungu, bado hatujafanikiwa, kwa sababu tutakuwa tunacheza nje ya kanuni, tutakuwa tunatembea nje ya kanuni, tutakuwa tunaishi nje ya kanuni ambayo Mungu ametukusudia wanadamu, na ndivyo alivyotuumba tangu mwanzo tuweze kutembea katika mambo ambayo yanaitwa ni matendo mema. Anasema tuliumbwa kwa ajili ya matendo mema. Na hapa tunaona Yohana anamwandikia Gayo katika moja ya makanisa yale ambayo alikuwa na hudumu nayo. Gayo alikuwa rafiki yake na Yohana. Na leo tunataka tuone kwamba mtu aliyefanikiwa kwa mtazamo wa Mungu, kama anavyosema hapa, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kwamba roho inafanikiwa. Roho inafanikiwa. Lakini ili tujue kwamba huyu ameshafikia mafanikio ambayo Mungu amekubaliana nayo, na kwamba kwa sababu amekwisha kurudi katika uhusiano wake na Mungu, sasa roho yake imefanikiwa kwa namna gani? Tunaweza tukampima mtu aliyefanikiwa kwa kiroho, aliyefanikiwa mbele za Mungu, kwa maana ya tafasiri ya mafanikio ya Mungu. Na ufahamu mwanadamu, kama Biblia inavyosema, mwanadamu, Biblia inasema hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Mkate unaonyesha maisha yetu ya kawaida ya mwilini. Na pia mwanadamu sio mwili tu, mwanadamu ni roho pia. Lakini napo anatakiwa kuishi kwa neno, anatakiwa kuishi kwa neno. Lakini mtu anayeishi kwa neno lazima awe ni mtu ambaye amerejesha uhusiano wake na Mungu na amezaliwa mara ya pili. Kwa hiyo Gayo alikuwa amezaliwa mara ya pili, kwa maana nyingine alikuwa ameokoka, na kwa namna hiyo alikuwa ameanza safari ya mafanikio, na mafanikio yake yaliakisiwa katika uwezo wa roho yake kuonesha matendo, kuonesha utajiri ambao Mungu alikuwa ameuleta katika maisha yake kwa njia ya wokovu. Jambo la kwanza ambalo tunaweza tukajifunza kupitia maandiko haya na katika waraka huu mfupi wa Yohana kwa Gayo ni kwamba mtu aliyefanikiwa kwa maana ya mtazamo wa kimungu ni kwamba mtu huyu anatembea katika kweli, anatembea katika kweli. Ule mstari wa 3 mpaka wa 4 anazungumza kwamba maana nalifurahi mno walipokuja ndugu na kuishuhudia kweli yako, kama uendavyo katika kweli. Sina furaha iliyokuu kuliko hii, kusikia ya kwamba watoto wangu wanakwenda katika kweli. Yohana anapozungumzia kweli, watu tuna midahalo, anasema kweli ni kitu gani? Lakini kweli ni kile ambacho Mungu anasema ni kweli. Kile ambacho Mungu anasema ni kweli. Kile ambacho neno la Mungu linasema ni kweli. Kwa hiyo kwa maneno mengine, kweli ni neno la Mungu lenyewe, kulingana na Yohana, Injili ya Yohana sura ile ya 17. Kweli ndilo neno la Mungu. Kwa hiyo kwa maana nyingine, Gayo alikuwa anatembea katika neno la Mungu, alikuwa anatembea katika maagizo ya Mungu, alikuwa anatembea katika sheria ya Mungu. Na kwa sababu hiyo Yohana alipata furaha kubwa. Alipata furaha kubwa kwa sababu alikuwa anatembea katika kweli, alikuwa anatembea katika maagizo ya Mungu, alikuwa anatembea katika neno la Mungu. Lakini pia kweli ni Yesu Kristo mwenyewe. Kama nilivyosema, mafanikio ya kweli lazima mtu arejeshe uhusiano wake na Mungu kupitia Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiyo kweli yenyewe, maana alikuwa na uhusiano na Kristo. Yohana aliposikia akafurahi sana kwamba huyu mtu alikuwa bado anatembea katika Kristo, alikuwa anatembea katika neema ya wokovu,
alikuwa anatembea katika maagizo ya Mungu, alifurahi sana. Na alipataje taarifa? Alipata taarifa kwa sababu kuna watumishi wa Mungu walipita kwake kutoka kwa Yohana, na walishuhudia namna ambavyo huyu ndugu alikuwa anatembea katika kweli, alitembea katika neno la Mungu, alitembea katika maagizo ya Mungu. Kwa sababu wanadamu tumeumbwa sio tunajitegemea, sisi ni tegemezi kwa Mungu. Mungu anatarajia tutembee katika maelekezo yake, anatarajia tutembee katika njia zake zote. Na huyu ndugu Yohana ambaye alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu, katika uzee wake anafurahi kwamba kusikia rafiki yake anatembea katika kweli. Kwa hiyo mtu aliyefanikiwa kwa namna hii, aliyefanikiwa kiroho, aliyefanikiwa kwa mtu wa ndani, ni kutembea katika kweli, ni kutembea katika neno la Mungu, ni kutembea katika maagizo ya Mungu, ni kulipenda neno la Mungu, ni kulitii neno la Mungu. Maana neno la Mungu lina maelekezo, neno la Mungu lina maagizo. Mungu ana maagizo katika maandiko matakatifu. Kwa hiyo Gayo aliitwa amefanikiwa, na ndio maana reference yake Yohana kwa mafanikio ya Gayo ni kwamba nataka ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama roho yako ifanikiwavyo. Na kipimo cha kufanikiwa kwa roho ya Gayo ni kwamba alikuwa anatembea katika kweli. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wangu, hatuwezi kufanikiwa katika ulimwengu huu tusipotembea katika kanuni za neno la Mungu. Tunaweza tukaita mambo mengi kuwa ni mafanikio, tunaweza tukatafasiri mafanikio ya aina yoyote, tunaweza tukawa na mali nyingi za kushikika, tunaweza tukawa na vyeo vikubwa, tunaweza kuwa na chochote ambacho tunaweza tukajikusanyia na tukaita mafanikio, na jamii ikajua tumefanikiwa. Lakini kama hatuna Mungu, lakini kama hatutembei katika maagizo ya neno la Mungu, ni kwamba hatujafanikiwa. Na kama tumefanikiwa ni kwa mitazamo yetu tu, ni kwa utamaduni wetu tu, ni kwa definition zetu tu. Ndio maana jana tulisema hiyo ni subjective attainment. Hayo ni mafanikio kwa mtazamo wako tu, lakini si kwa mtazamo wa Mungu. Maana siku zinakuja hayo utafarakana nayo, hayo yatapita. Kama ni mali nyingi ulizokusanya zitakwisha, utawachia watu ambao hata hawakutabikia, utaacha ugomvi duniani. Na wakati huo kama hukuwa na uhusiano na Mungu, na kama hukutembea katika kweli, na kama hukufanikiwa kiroho, manake utakuwa ni maskini. Kama tulivyozungumza jana, mfano wa yule tajiri na Lazaro, alijikuta ni maskini ghafla, kufumba na kufumbua ni maskini ghafla, kiasi kwamba hakuweza kuafford hata kununua tone la maji, hakuweza. Utajiri wote ulikuwa umeishia hapo, lakini duniani aliitwa kuwa amefanikiwa. Lakini jambo la pili ambalo tunaliona hapa kwamba mtu aliyefanikiwa kwa mtazamo wa Mungu ni yupi? Ni yule anayehudumu na watendakazi na watu wanaomtumikia Mungu na watumishi wa Mungu. Tumesoma hapa katika ule mstari wa 5 mpaka wa 8, tunaona Yohana anaelezea. Mstari wa 5 anasema, mpenzi, kazi ile ni ya uaminifu uwatendeao hao ndugu na hao wageni nao walio kushuhudia upendo wako mbele ya kanisa. Utafanya vizuri kuwasafirisha kama ipasavyo kwa Mungu, kwa maana kwa ajili ya jina hilo walitoka, wasipokee kitu kwa mataifa. Kwa maana kwa jina hilo je ni kubwa, kwa maana kwa Yesu, kwa jina la Yesu walitoka wakimtumikia Yesu. Kwa hiyo walipokuwa wanaenenda katika huduma zao, Gayo alikuwa mstari wa mbele kutenda kazi pamoja nao. Na ndio maana Yohana anamwambia ufanikiwe katika mambo yote kama vile roho yako ifanikiwa. Mafanikio ya roho yake yalionyeshwa mahali ambapo aliweza kuwatendea vema, aliweza kuwahudumia watumishi wa Mungu, aliweza kuwakaribisha watumishi wa Mungu, watu waliokoka, watu wamejaa nguvu za Mungu, watu wana maono na Mungu,
watu wanatabika kwa Injili, huyu ndugu anawakumbatia, anawakaribisha kwake, na anaambiwa uwasafirishe. Kuwasafirisha sio kwamba Gayo awabebe mabegani awafanye nini. Manake alikuwa anawaambia awasafirishe, awape nauli, ahakikishe wanasafiri vizuri, ahakikishe wanatembea wakiwa na fedha ya kula njiani. Ni watumishi wa Mungu. Huyu ndugu anazungumza mambo haya akionyesha kwamba mtu aliyefanikiwa kiroho lazima awe ni mtu anayejitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu, kwa ajili ya kutambua neema za watu wengine waliorejesha mahusiano yao na Mungu. Hayo ni mafanikio, hayo ni mafanikio makubwa, na ndio Mungu anavyotarajia. Maana anasema kama ilivyo kawaida, kama ilivyo desturi kwa watu wa Mungu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, mtu aliyeokoka, ni kwamba anatenda kazi pamoja na watumishi wa Mungu wanaojitambulisha kwa jina la Bwana, watu wanaotumiwa na Mungu kupeleka habari njema. Huyu yuko tayari. Kwa mtazamo wa Mungu amefanikiwa kiroho, na mtu aliyefanikiwa kiroho atatumia mali yake na rasilimali zake kwa ajili ya mapenzi ya Mungu, kwa ajili ya kuhudumia watumishi wa Mungu, kwa ajili ya kuhudumia kwa wale waliotoka kwa ajili ya jina hilo, kwa ajili ya kumtumikia Yesu. Kwa hiyo ndugu yangu, wewe unayenisikiliza na kunitazama asubuhi ya leo, ukumbuke kwamba tukisharejesha mahusiano yetu na Mungu tunaita ni watu waliofanikiwa. Lakini kurejesha tu mahusiano na Mungu haitoshi. Lazima tuonyeshe kwamba tuna utajiri fulani, kwamba tumetajirika katika matendo mema, kama tulivyosoma katika Timotheo. Timotheo anaambiwa na Paulo waagize matajiri wa ulimwengu huu, akionyesha watu waliotajirika materially, watu waliotajirika kimali katika ulimwengu huu. Awaagize watumie mali zao kuwahudumia wengine, ili wawe matajiri katika matendo mema. Yaani unaweza ukabadilisha utajiri wa dunia huu kuwa matendo mema, kuwa utajiri wa kiroho, kuwa investment katika ulimwengu ujao. Kwa sababu mtu ambaye amebadilishwa kiroho anaona thamani ya kumtumikia Mungu ni kubwa kuliko hata mali zake alizonazo. Jana alizungumza Malkia wa Sheba aliposikia hekima ya Sulemani. Alitoka Ethiopia akasafiri miezi mitatu akiwa amebeba zawadi. Lengo lake akasikia hekima ya Mungu iliyokuwa juu ya Sulemani. Sio kwamba alikuwa na kwenda tu, hapana. Kulikuwa na kitu anaona, pamoja na dhahabu, pamoja na utajiri wote nilionao na nafasi ya kimalikia nilionayo, lakini kuna kitu kinapungua. Kuna umaskini katika roho yangu. Roho yangu ni maskini, mwili wangu unaonyesha fahari, lakini roho yangu ni maskini. Yule mama akafunga safari na ngamia na vitu vyote na watu wake aliokwenda nao. Miezi mitatu anasafiri kwenda kusikiliza hekima ya Mungu. Ndugu yangu, kuna utajiri usioonekana kwa macho, na utajiri huu unapolala unakwenda nao. Lazaro aliibuka na utajiri huo upande ule. Ng'ambo hii ya mwili alionekana ni mgonjwa tu, ni mtu wa kula makombo, ni mtu ambaye hakustahili hata kukaribishwa, hakustahili hata kutengenezwa na manesi, alilambwa na mbwa. Lakini kwa sababu alikuwa na moyo wa utajiri, alitajirika kwa ajili ya ufalme. Alipofika upande ule akaburudishwa. Yeye aliyekuwa tajiri kwa upande wa dunia, kumbe ni maskini wa kutupwa, kumbe ni fukara wa kutupwa katika habari ya roho yake. Alipofika kule, ghafla akajiona ni maskini, hata hawezi kuafodi kununua hata tone la maji. Ndugu yangu, kuwa na mali sio vibaya, lakini je, hiyo mali unaitumikiaje? Unajua kusudi la kupewa mali hiyo? Wewe ni wakili wa mali za Mungu. Kwa hiyo inabidi tafuta fursa kwa namna yoyote, uweze kutumia fursa hizo, uweze kubadilisha fedha, uweze kubadilisha magari yako kuwa matendo mema, kuwa utajiri wa kimungu, ili kwamba unapotoka katika ulimwengu huu, maana kila mwanadamu sharti atatoka, awe tajiri awe maskini atatoka. Lakini je, una utajiri udumuo kama anavyosema Paulo kwa Timotheo? Una utajiri au unautumainia utajiri unaonekana kwa jinsi ya nje? Ndugu yangu, Mungu ametupa nafasi katika ulimwengu huu
tuweze kufanya yaliyo mapenzi yake, na tufanikiwe kwa vigezo vyake, sio kwa vigezo vya dunia, sio kwa definition za dunia, sio kwa mitazamo ya mtu aliyeanguka. Maana mwanadamu ana mindset ya mtu aliyeanguka. Kwa hiyo kila mafanikio anajikusanyia mali, anajirundikia mali kwa njia yoyote ile, kwa utapeli, kwa wizi, kwa chochote anachoweza kukifanya ili aonekane fahari katika maisha haya. Amesahau kwamba utajiri wa kweli, utajiri udumuo ni katika roho yake, ni katika kurejesha mahusiano yake na Mungu, ili aweze kuyafanya matendo ya ukarimu, matendo ambayo mtu ataambatana naye. Maana neno la Mungu linasema heri mfu afae tangu sasa, afae katika Bwana, maana matendo yake yanaambatana naye, maana utajiri wake wa matendo unaambatana naye. Fedha na dhahabu na mambo mengine huwezi ukaambatana naye. Siku hilo amekufa, wanaweza wakanunua suti nzuri, wanaweza wakanunua kiatu kipya, wanaweza kukuvalisha tai safi na kukuchana na kukupaka mafuta marihamu, lakini ukweli ni maigizo. Kama hujaokoka, wewe unapoteza muda. Afadhali suti zingevaliwa na watu walio hai. Nilisikia story moja mahali fulani, alikufa tajiri moja, akazikwa kwa sababu alikuwa tajiri wa dhahabu, akazikwa na dhahabu. Yale majamaa usiku yakaja, akafukua lile kaburi, yakachukua dhahabu. Mimi nafikiri ninayapongeza, kwa sababu ujinga wa namna gani unazika dhahabu wakati dhahabu zinaweza kusaidia katika ulimwengu huu. Na ukiwa na akili za kimungu, hiyo dhahabu inaweza kutengenezea matendo mema ambao ni utajiri udumuo ambao utaingia nao katika ng'ambo ya pili ambako kuna uzima wa milele. Kwa hiyo ndugu yangu, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, kuwahudumia watendao kazi ya Mungu, waendao kwa jina la Bwana, ni agizo la kibibilia, ni mtazamo wa Mungu. Tena ni kwa ajili ya faida yako, ni kwa faida yako, kwa sababu maisha sio haya tu. Sulemani katika hekima yake anaanza sura ya kwanza, anaelezea mambo mazuri kabisa, anazungumzia nyakati na matukio mbalimbali, lakini anakwenda mbali, anaeleza namna ambavyo alijitahidi sana kupitia hekima yake kufanya kila lolote aliloliweza na kujikusanyia kila ya kitu kizuri, akaweka kila mazingira yaliyohitajika. Lakini anasema ni ubatili. Maana yake hakuwa na utoshelevu wa kweli ndani ya moyo wake. Akajaribu kila kitu, akaonja kila kitu, hata wanawake akawa nao 1,000, akawa na kwaya nzuri za waimbaji mahiri, akawa na swimming pool za kila aina, akafanya kila kitu kilichowezekana. Lakini anasema ilikuwa ni ubatili, ni kujifukuzia upepo. Yani ni kama unapiga mbio uweze kushinda upepo. Maisha bila Mungu ni kama unapamba moto kushindana na kivuli chako, kwamba uwai kuliko kivuli chako, kwamba ufike mahali pa ile maka ya mwisho kwa kabla ya upepo hujafika pale. Suleimani katika hekima yake anatufundisha ni ubatili mtufu. Anapofika sura ya 12 anaweka jumuisho 12 ule mstari wa 13 na 14, anasema hii ndio jumla ya mambo yaliyokwisha kusemwa. Manaka anaweka summary, anaweka mistasari. Kama ulisoma huku kumwelewa, anakuambia hivi, ninachotaka kukuambia ni kwamba mwanadamu wajibu wake mkubwa anapokuwa juu ya uso wa nchi ni kumcha Mungu. Anasema ni kumcha Mungu, kwa sababu alijaribu kutafuta kila kitu, hakupata utoshelevu, hakuwa na chochote. Anafika naambia, nimekwisha kugundua, ili uweze kuishi maisha ya furaha, kama Paulo anavyomwandikia Timotheo kwamba Mungu anatubariki, anatupa vitu vyote tupate kuvinjoy. Tunavinjoy vitu, tunavifurahia pale ambapo tuna mahusiano na Mungu. Chakula kinakuwa kina maana, chakula kinakuwa na kitamu, chochote tunachokifanya tunakifurahia kwa sababu tuna Mungu. Akasema wajibu mkuu wa mwanadamu ni kumcha Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kila kazi anayoifanya mwanadamu, anayoifanya kwa siri au anafanya kwa wazi, italetwa katika hukumu, itapimwa, itawekwa katika mizani. Kama ukistahili
Ukiona mzani umeelemea katika uzima wa milele, utapewa hongera. Kama mizani italemea duniani, utakuwa umepoteza na utakuwa maskini milele na milele, na utatengwa na uwepo wa Mungu milele na milele. Ndugu yangu, mali uliopewa ni kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Watumikie watumishi wa Bwana, wakaribishe watumishi wa Bwana, wahudumie wahitaji. Maana duniani hapa tuna umaskini mkubwa, maskini mkubwa sana. Lakini unashangaa kuna watu matajiri, lakini kuna watu maskini, na watu wanajaribu kuelezea umaskini. Anasema maskini ni mtu gani? Anaishi chini ya dola kadhaa, anaishi chini ya shilingi kadhaa. Lakini nakwambia umaskini wa kiroho wala sio chini ya dola kadhaa, ni sifuri kabisa. Tunamwona tajiri hakuweza kununua hata maji. Ndugu yangu, duniani hapa ni wapitaji, lakini Mungu ametupa mwanga, ametupa mwongozo. Sisi tumepewa mwongozo. Mtu mwenye akili anayetengeneza gari lake anaandika na operational manual, anatoa maelekezo namna ya kutumia kitu alichokitengeneza yeye. Mungu ametutengeneza kwa sura, ametuumba kwa sura yake, akatupa na operational manual, akatupa na standard, anatupa na mwongozo ili tuweze kuishi kama anavyopenda. Na ndio maana malengo yetu ya kufanikiwa lazima tuangalie kwenye operation manual. Mungu wetu anasema ili tufanikiwe tunatakiwa kufanya kitu gani. Hapa ndugu yangu Yohana anamkumbusha na kumpongeza ndugu yangu huyu ambaye anaitwa Gayo kwamba amefanya vizuri, amefanya vizuri kabisa. Na mtumishi mwingine katika ukurasa wanamtaja Demetrio. Demetrio naye alifanya vizuri kabisa, alifanya kazi ile ile ya uaminifu ya kuwakaribisha na kuwasafirisha na kuwatunza watumishi wa Mungu. Kazi, mali uliyopewa katika mwili unaweza ukaibadilisha kuwa utajiri wa matendo mema. Ni fursa uliyopewa. Kama una mali nyingi, ni fursa. Convert vitu hivyo kwenda kwenye utajiri usioonekana kwa macho. Wanaweza akakwambia huyu anagawagawa vitu wakakucheka, lakini unawekeza katika utajiri. Maana Biblia inasema yupo atapanyaye, lakini ndio anayekusanya. Na swala la tatu ambalo linaonyesha kwamba mtu amefanikiwa ni lile ambalo nimesema, ni kutoa mali yake. Kutoa mali yake kwa wahitaji, sio tu watumishi wa Mungu, kwa wahitaji wengine. Yakobo anasema dini iliyo safi ni kuwaona wajane na yatima katika dhiki zao. Manake ni kuwahudumia watu, ni kuwatendea watu mema. Mtu yoyote, unapotumia mali yako unajitengenezea hazina. Unaposaidia wahitaji unajitengenezea hazina. Na Mungu anakuona umefanikiwa sana. Tuna mfano katika Matendo ya Mitume sura ya 9. Dorcas ambaye ni Tabitha, katika maisha yake akiwa mwanafunzi wa Yesu, baada ya kupokea uhusiano wake na Mungu, baada ya kubadilishwa maisha yake, aliendelea kuwa na bidii kufanya kazi za mikono. Akawapa watu wahitaji, wajane akawahudumia, akafanya kila alichoweza. Na alipokufa walilia wale watu, wakionyesha kanzu zao na mavazi aliyokuwa amewapa. Na kwa sababu hiyo Mungu akatambua kazi zake, hata akafufuliwa kwa neno la Petro. Ndugu zangu, ili tuweze kufanikiwa, tujipime ni kwa kiasi gani mali ulionayo unaitumia kwa ajili ya watu wahitaji. Sio tu watumishi wa Mungu, wahitaji wowote. Unatumia kiasi gani? Wewe tajiri umetenga kiasi gani kwa ajili ya watu? Maana isije ukatoa makombo kama Lazaro alivyopata. Maana kama unatoa makombo, utajua sehemu yako katika ulimwengu ujao. Wewe ni katika fungu la maskini. Na ili uweze kutoa kweli kweli, lazima urudishe uhusiano wako na Mungu. Na mwisho ninapozungumza katika eneo hili, tumeona mtu mmoja anaitwa Diotrephe. Diotrephe ni mtu aliyekuwa kanisani pia, lakini anashangaza sana huyu mtu. Diotrephe alikuwa hapendi watumishi wa Mungu. Alikuwa anamsema vibaya Yohana, alikuwa anawasengenya, lakini alikuwa pia hapendi kukaribisha wageni. Yeye, kitu cha ajabu kilichoshangaza, huyu alionekana ni mtu mkubwa kanisani, yupo kanisani,
lakini ni mtu wa ajabu kabisa. Hawapokei wageni, hawakaribishi watumishi. Wakija kanisani anawafukuza. Kwake yeye mwenyewe hawakaribishi. Halafu akisikia wamekuja kwa wapendwa wengine, anakwenda anawafukuza. Mimi sijawahi kuelewa huyu mtu alikuwa namna gani na alipataje nafasi ya kuingia kwa kiongozi kanisani. Mtu wa namna hii, asiyependa wageni, asiyependa watumishi wa Mungu, lakini yupo kanisani. Tena anasema ani mtu wa kimbele mbele, alikuwa mstari wa mbele, kila jambo likitokea yeye anataka kuwa wa kwanza. Ni mtu wa namna gani? Hii ni picha ya mtu ambaye hajafanikiwa kabisa, kwa picha ya Yohana kwa Gayo. Na Yohana anamwambia rafiki yake Gayo, anasema usiige ubaya, usiige tabia mbaya. Hizo ni tabia za maskini wa kiroho, maskini asiye tajiri katika matendo mema, na mwisho wake sio kule ambako tunatarajia kwenda. Ndugu msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, ninapokwenda kumalizia, ninakuita tena kwamba uweze kutathmini maisha yako. Je, umeokoka kweli? Lakini je, ni tajiri wa matendo mema? Na kama hujaokoka, ujue mali uliyopewa hiyo umepewa kama dhamana ili uweze kuwahudumia wahitaji. Ujitengenezee nafasi, ujiwekee msingi wa uzima ulio kweli kweli. Tulisoma katika Timotheo sura 6 mstari wa 17 mpaka 19. Ujitengeneze uzima ulio kweli kweli. Usiutumainie utajiri huo. Haiwezekani kwamba utakupa uzima, haiwezekani. Fedha itakupa uzima, haiwezekani. Mali ulizo nazo zitakupa uzima. Yesu Kristo peke yake anaweza kukupa uzima, na atakufundisha kuwa tajiri katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ninapomalizia, ndugu yangu, naomba tena nikuombee. Najua unamhitaji Yesu Kristo. Kitu cha msingi ni kurejesha mahusiano yako na Kristo Yesu, ili uzaliwe mara pili, ili uweze kupata afya ya rohoni, ili uweze kutembea kama mtu wa rohoni. Maana mwanadamu haishi tu kwa mambo ya nje. Mwanadamu wa nje ni boksi, ni funiko. Siku akiondoka mtu halisi wa rohoni, unaitwa marehemu, na vitu vyote ulivyovikusanya vinapotea, na pengine unaacha ugomvi, unaacha mambo mengi yanafanyika nyuma, na wewe huko umekuwa maskini ghafla, huna chochote unachoweza, ukisubiri hukumu ya milele. Ndugu yangu, naomba ninapomalizia nikuombee tena, na ninaomba utanifuatisha tena hii sala ya toba kama unamhitaji Bwana Yesu, ili aweze kuja katika maisha yako na kukupa uzima wa milele, ili uanze kuishi maisha ya utajiri wa matendo mema, ambayo kisha kufa yataambatana na wewe. Haitaambatana na magari wala chochote ambacho unacho katika mwili huu, kama roho yako haijarudishwa katika uhusiano na Mungu. Naomba ufuatishe maneno haya. Mungu Baba, ninakushukuru kwa Yesu Kristo mwanao mpendwa, uliyemtuma kufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu zote, ili nipokee wokovu wake. Naomba unisamehe dhambi zangu zote, unioshe kwa damu yako takatifu. Asante kwa kunisamehe. Mimi ni mwanao sasa, katika jina la Yesu Kristo, amen. Naomba nimshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru tena kwa ajili ya asubuhi ya leo, ambayo umeendelea kusema nasi kwa habari ya mafanikio ya kweli. Asante kwa ajili ya msikilizaji wangu na mtazamaji wangu kupitia Zoe TV. Wewe ni Mungu unayesema na mioyo ya wanadamu. Wewe ni Mungu unayetufahamu, unayejua wanadamu. Mwanadamu anaweza kaonekana kwa nje amefanikiwa, lakini ndani ana mahangaiko tu. Ndani hana matumaini kabisa. Kwa lugha nyingine, kwamba ndani ni masikini kabisa. Ni masikini kabisa. Lakini Mungu Yesu Kristo ulikuja ili umaskini wetu uondoe. Umaskini wetu uondoe, kushindwa kwetu kuondoke. Ili Mungu utupe ujasiri, utupe uzima, utupe moyo wa utumishi, tuweze kutumika na mali zetu, tuweze kutumika na wahitaji wengine. Baba, ninakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu ambaye Bwana
unajua kusikia maombi na kuwapokea watu wako sawasawa na uhiari wa mioyo yao. Baba, ninakurudishia sifa, utukufu na heshima katika jina la Yesu. Amen. Basi wakati huu napenda niwashukuru tena watendakazi wa Zoe TV kwa kunipa fursa hii ya kuongea kwa habari ya mafanikio ya kweli kwa wanadamu, na Mungu awabariki sana sana. Amen.